Baada ya tangazo la Yanga kuonyesha kwamba wamevunja mkataba wa aliyekuwa kocha wa Romain Folz, na sasa timu hiyo ikiongozwa na kocha wa muda aliyekuwa msaidizi wa Romain Folz, Patrick Mabedi, tetesi zimeendelea kuibuka tena upya juu ya nafasi hiyo ya ukocha wa Yanga, kwamba mrithi wa Romain Folz atakuwa nani. Lakini kwa namna ambavyo Yanga katika mechi dhidi ya Silver Strikers imepoteza kwa bao 1-0, baadhi ya mambo kocha yeyote mpya atakayetoa Yanga atapaswa kuyashughulikia mapema, ili tu kuhakikisha kuna kuwa na usalama wa kibarua chake, kuhakikisha Yanga inatimiza mipango yake kwa msimu 2025-26, ikiwamo kutoa tena taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara 5 mfululizo, kutoa tena taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa mara 5 mfululizo, kufika mbali zaidi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo msimu uliopita alishia hatua ya makundi. Basi kuna mambo anapaswa kuyashughulikia, maana yalionekana kujitokeza katika baadhi ya mechi za kocha Romain Folz, ikiwa dhidi ya Silver Strikers wakati wakipoteza isivyotarajiwa kwa bao 1-0 kwenye mchezo uliofanyika kwenye uwanja wa Bingu kule nchini Malawi. Mambo hayo ni yapi? Yapo mambo kadhaa ambayo kocha mpya bila shaka atapaswa kuyashughulikia akishirikiana na benchi lake la ufundi, msaidizi wake akiwa ni Patrick Mabedi. Namba 1 kati ya yale yaliyoshuhudiwa katika mechi dhidi ya Silver Strikers, moja, kuna Aucho effect. Bado ndio madhara ya kukosekana kwa Khalid Aucho Dokta ndani ya kikosi cha Yanga. Ikumbukwe mchezaji huyu wa kimataifa wa Uganda, miongoni mwa manahodha wa timu ya taifa ya Uganda, Khalid Aucho, utumishi wake ndani ya Yanga ulikuwa uliotukuka haswa. Alifanya Yanga ionekane imara sana eneo la kati. Yanga katika muda mwingi wa michezo yake imekuwa ikitumia baada ya golikipa wala walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Aucho alikuwa amejihakikishia namba katika eneo hili la viungo wale ukabaji, akishirikiana na wachezaji tofauti, na hasa Mudathir Yahya Abbas. Katika msimu uliomalizika kuna nyakati alikuwa akishirikiana na Zuk Abuya na kadhalika, lakini kwa ujumla alikuwa anatoa fursa sasa kwa kiungo mwenzake ukabaji katika eneo hilo kupata fursa ya kuwa box to box, yeye akibaki nyuma akiungana na mabeki wao wakati wawili, nambari 4 na nambari 5, kuhakikisha mara zote Yanga inakuwa imara katika ulinzi, huku kiungo mwenzake akipata nafasi ya kuongezeka idadi kwenda kuungana na washambuliaji wao, mshambuliaji kinara, second striker, mshambuliaji wa pili nyuma ya mshambuliaji kinara, na mawinga wao ambao huingia ndani miongoni mwa wale viungo 3 wa ushambuliaji. Matokeo yake ni combination iliyokuwa inalipa sana. Yanga ilikuwa inakuwa imara, lakini wakati huo akitoa nafasi kwa anayecheza naye kupata fursa ya kushato kati ya pale kati na kwenda mbele, yani kutoka pale kati kwenye kusaidia kuzuia, lakini akienda muda mwingi kushambulia, kwa sababu Khalid Aucho Dokta alikuwa anamaliza mambo mengi pale kati. Lakini sio hilo tu, panapostahili alikuwa akicheza kazi chafu, anacheza faulo kwa manufaa ya timu. Khalid Aucho Dokta alikuwa miongoni mwa wachezaji wanaochapa sana, wakati mwingine anacheza faulo hata zisizoonekana, yote kuhakikisha wanakata mashambulizi hatarishi kuelekea langoni kwao. Viungo hatari wa timu pinzani, wakati mwingine mbinu zao, ujanja wao ulikuwa unazimwa na Khalid Aucho Dokta kutokana na aina ya uchezaji wake. Ni katika kipindi ambacho Yanga, tunapozungumzia mafanikio ya kutoa taji ya ligi kuu Tanzania bara mara 4 mfululizo, huwezi ukaacha kumtaja Khalid Aucho aliyekuwa mgongoni nambari 8. Lakini pia kufika robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika 2023-24, kufika tena hatua ya makundi msimu uliopita katika ligi ya mabingwa barani Afrika, kufika finali kombe la shirikisho barani Afrika CAF msimu wa 2022-23, kutoa kombe la shirikisho la benki ya CRDB na kutoa mataji mengine mbalimbali. Yote hiyo ni ufanisi uliotokana pia na eneo la kati. Yanga ya Khalid Aucho Dokta akishirikiana na wenzake na hasa Mudathir Yahya Abbas, Zuk Abuya na wengineo. Sasa Khalid Aucho Dokta ameondoka msimu huu na hivi sasa yupo Singida Black Stars. Mpaka sasa wanaotarajiwa kukava nafasi yake wamekuwa wakifanya vizuri, lakini bado inaonekana kwenye mechi kama ya Silver Strikers hajafikia level ya Aucho, hasa katika kufanya maamuzi magumu pale panapokuwa na viungo 3 wa timu pinzani wanakwenda kuleta madhara kwenye lango la Yanga. Yupo Azizi Andabwile, ameanza vizuri, lakini eneo ambalo
palikuwa kitarajiwa sana Musa Bala Conte ambaye bado hajafanikiwa kupenya Yanga chini ya Romain Folz. Musa Bala Conte hakufanikiwa kupata nafasi kubwa ya kucheza, badala yake Azizi Ndabwile ndiye amekuwa akicheza hapo. Sasa Azizi Ndabwile amekuwa kwenye kiwango bora, lakini Aucho kwa uzoefu wake alikuwa akikamata vizuri eneo hilo, na hasa panapostahili kucheza kazi chafu na si vinginevyo. Katika mechi dhidi ya Silver Strikers, pengine kuwepo kwa Khalid Aucho Dokta kungesaidia kumzima Uchizi Vunga ambaye aliwavuruga sana Yanga eneo la kati. Yanga akimiliki zaidi mipira michache anaipata Silver Strikers katika kushambulia inapita kwa Uchizi Vunga ambaye alikuwa akiwavuruga mno eneo la kati, na ndiye aliyesababisha au atuseme ndiye aliyepika bao pekee lililowekwa wavuni na Yosef katika mechi hii, kutokana na kile alichokifanya eneo la kati, akimwacha akigaragala chini Mohamed Momo Dumbia, lakini pia akiwapita wachezaji wengine wa Yanga kabla ya kutoa pasi ambayo ilirahisisha assist kumpasia ambaye ni Petro, kutoa pasi kwa mfungaji ambaye aliweka mpira wavuni. Aucho, kama wachezaji waliopo wangetekeleza yale ambayo Aucho huwa anayafanya panapostahili, Uchizi Vunga angesababisha kupatikana kwa kadi ya njano, lakini Yanga ikiwa salama. Katika tukio hata la goli ilipaswa basi walau hata avutwe jezi, achezewe faulo, alimradi kusitisha shambulizi lile ambalo lilikuwa ni la kujibu la hatari sana. Kwa hiyo kocha yote ajaye ajue namna gani atampata mchezaji wa kucheza aina ya Aucho. Wale aliopo ainue viwango vyao, au vinginevyo atafute namna ya kutawala eneo la kati bila kufuata vile ambavyo Aucho alikuwa akicheza, na hasa pale Yanga inapokwenda kushambulia kwenye mashambulizi ya kushtukiza. Kazi chafu eneo la kati alizokuwa akifanya Aucho na namna ya kuiunganisha timu, inaonekana bado Yanga inayumba katika eneo hilo. Hilo liko dhahiri, na mechi dhidi ya Silver Strikers ni mfano mojawapo, kwa sababu hiyo mipira michache kwa Uchizi Vunga akishirikiana na mwenzake Kamanga walisumbua sana Yanga katika eneo hilo katika kupiga mipira kwenda kwa kina Adoro. Lakini athari nyingine ni namna ya kudhibiti anawanao, ndio selfishness. Wachezaji, kuna baadhi ya nyakati timu inakuwa na mwenendo mzuri, lakini anatokea mchezaji mmoja anataka mpira awe nao yeye, atembee nao kwa mita nyingi huku wenzake wakiwa wameshafungua. Ilitokea hivyo mara kadhaa, hata Pedro Pacome Zouzoua alifanya movement za namna hiyo mara kadhaa, baadhi ya mipira ilipotea. Maxim pia Zengeli alifanya hivyo, baadhi ya mipira ilipotea. Sasa hili lazima litafutiwe dawa, kwa sababu wakifanya hivyo maana yake timu itakuwa hatarini kutotimiza mipango ya kocha katika kufanikisha ushindi au kufanikisha usalama kwenye lango lao. Anawanao wachezaji kudribble sana mipira unnecessarily, yani pasi na sababu, kwa sababu unakuta mwenzake ameshafungua alafu mchezaji mwingine bado anaukokota mpira, anaukokota. Celestine Ekyo alikuja kuingia katika kipindi cha pili, naye alikumbana na changamoto hii kwamba wakati mwingine anakaa na mpira kwa kiasi kirefu halafu unapotea wakati wenzake wameshafungua, na hivyo kuwapa nafasi Silver Strikers kujipanga pindi wanapokuwa umbele lao la kiulinzi limevurugika. Mchezaji mmoja anapokaa sana na mpira pasi na sababu anawafanya wajipange. Sio kwamba kudribble mpira ni jambo baya, lakini lazima kuangalia ni wakati upi wa kukokota mpira, kukaa nao mpira anawanao, ili kuvuruga shape ya kiulinzi ya timu pinzani, na isiyo sababu kukaa na mpira kuwafanya wapinzani warejeshe umbele lao la kiulinzi na kufanya lango lao kufikiwa kwa shida. Hili kocha ajaye, awe Rakoto Ndrabe, awe yeyote yule, awe Miguel Gamondi kama anarudi kutoka Singida Black Stars, lazima wajue namna gani kocha huyu atakapotua akabiliane na tatizo hili, kwa sababu Yanga ina wachezaji wenye vipaji vya kuweza kukaa na mali kudribble mipira. Pacome Zouzoua, Celestine Ekyo, Offense Kola, Edmund John na yumo katika kadhia hii. Ilimkuta leo hii, wanapaswa kujua namna gani ya kubalance mizania, kukokota mipira na kutoa pasi kwa haraka ili kurahisisha mwendo. Lakini jambo lingine la msingi sana ni juu ya tunasema goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Hii ni kansa kwa Yanga, na hasa katika michuano ya CAF ya msimu uliomalizika 2024-2025, lakini kwa msimu huu pia kwenye mechi chache walizocheza, mechi 3, 2 dhidi ya Wiliete, dhidi ya Silver Strikers waliofunga 1-0, tatizo hili bado limeendelea kujitokeza kwamba Yanga inateza nafasi, lakini nafasi hizo zinatumika kwa kiasi gani? Mechi dhidi ya Silver Strikers ni kweli Yanga walifungwa, ni kweli Silver Strikers walicheza vyema kama timu ya pili uwanjani, ikizuia zaidi na kushambulia kwa kushtukiza, lakini Yanga walipata nafasi ambazo hawakuzitumia vizuri.
Pacome Zouzoua alipata nafasi ikiwa mojawapo ya kuelekea mwishoni mwa mchezo, hakufunga, ingawa yeye ni mfungaji mzuri, lakini hakufanya hivyo. Andy Bobo Boyeli alipata nafasi, hakuitumia, lakini sio yeye tu. Maxim Pia Nzengeli alipata nafasi, hakuitumia. Prince Pumelo Dube alikuja kuingia, alipata nafasi, hakuitumia. Kuna Edmund John alikuja kuingia katika kipindi cha pili. Kuna mpira wenzake wamejipanga vizuri, ilikuwa ni shambulizi la kujibu, wameshasimama kwenye nafasi tena kwa idadi kubwa, yeye akalazimisha kupiga shuti la mbali nje ya mita 20, likatoka juu sana ya lango la Silver Strikers na kuipotezea nafasi ya kufunga Yanga. Mohamed Momo Dumbi alipata nafasi dakika 88, alibaki yeye na golikipa, akakumbwa na kigugumizi. Matokeo yake wakamwahi mabeki wa Silver Strikers akina Nixon Mwase, akina Lamek McDonald, na hivyo kuifanya Silver Strikers iwe salama. Kwa hiyo ili eneo hili ni muhimu sana. Msimu uliopita Yanga ndio timu iliyoongoza kupiga mashuti mengi kwa mechi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ingawa ilishia hatua ya makundi. Yanga katika mechi 6 walizocheza walipiga mashuti 84, ukiwa ni wastani wa mashuti 14 kila mechi. Lakini Yanga michuano yote katika hatua ya makundi walifunga mabao 6, walifunga mabao 5, waliruhusu mabao 6. Sasa kufunga mabao 5 baada ya kupiga mashuti 84, ukizidisha kwa 100 unagundua goal conversion rate, uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao ni 5.9 tu. Hili ni tatizo kwa sababu timu hata icheze vizuri vipi, kama nafasi za kufunga hazitumiwi, hiyo timu mwisho wake itadhurika tu. Msimu uliopita Yanga kaishia makundi. Kwa hiyo mambo ya kuzingatia kwa kocha yote ajaye, awe Rakoton Drabe au yeyote ule, ni pamoja na hili la goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Yeyote yule atakayetua Yanga basi lazima ashughulikie hilo, kwa sababu haiwezekani katika mpira wa miguu hata ucheze vizuri vipi, kama ufungi, uwezekano wa kushinda mchezo unakuwa mdogo mno. Sasa ili kuongeza nasibu, lazima Yanga waangalie namna gani ya kuwa wachezaji wake wanatumia nafasi za kufunga. Jambo lingine la msingi kwa kocha yeyote atakayetua Yanga kwanza nalo ni pamoja na kuhakikisha wachezaji wake wanapokuwa na mipira hawaipotezi kirahisi, wawe wanatunza mali, kwa sababu katika mechi kwa mfano ya leo dhidi ya Silver Strikers, miongoni mwa changamoto zilizokuwa nazo Yanga leo hii ilikuwa ni kwa wachezaji wake katika baadhi ya nyakati kupoteza mipira kirahisi. Unaweza kukuta wenzake wamefanya kazi kubwa kuupoka mpira, wakacheza pasi vizuri, halafu mchezaji mwingine akipasiwa anaupoteza kirahisi tu. Sasa hii ya kupoteza mipira, losing possession kirahisi, hili lazima lifanyiwe kazi, kwa sababu vinginevyo linakata moto wa timu katika kutafuta nafasi za kufunga. Na upotezaji huo wa mipira ni pamoja na ule wa kufanya majaribio, tunasema zile speculative shots, kupiga mashuti yasiyokuwa na uhakika wa kiwango kikubwa kwamba analenga shabaha. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo kocha ajaye anapaswa kushughulikia, ambayo nimetoka kuyazungumzia hapa. Kupoteza umiliki kirahisi. Lakini labda jambo lingine la tano ni juu ya zile analysis, uchambuzi wa uimara na udhaifu wa timu pinzani, ripoti zake zifanyiwe kazi kwa usahihi, kwa sababu leo hii inaonyesha Yanga walivyocheza hawakufanyia kazi vyema juu ya taarifa kwamba Uchizi Vunga ndiye kila kitu kwa Silver Strikers eneo la kati. Hata sisi kupitia jukwaa hili la Mbwaduke Star Sport Next Level tulieleza katika presentation yetu mojawapo kwamba Yanga kamata huyu nenda makundi, kwamba ukimshika Uchizi Vunga wanaathirika kwa kiasi kikubwa eneo la kati Silver Strikers. Lakini ni huyu Uchizi Vunga msimu uliopita alikuwa kiungo bora Malawi, ndani ya Silver Strikers aling'ara sana kwenye ligi kuu, akifunga mabao 4, akitoa assist 10, lakini nyendo zake ikiwa na mpira kuelekea kwa wapinzani ilisababisha kwa kiasi kikubwa Silver Strikers msimu uliopita nchini Malawi kufunga mabao mengi kuliko timu yoyote katika ligi kuu yao, mabao 58, kuruhusu mabao machache ambayo yalikuwa ni mabao 17. Lakini Uchizi Vunga hakukuwa na uangalizi maalumu kwake, alichukuliwa poa, na hata bao lile walilofunga Silver Strikers lilitokana na jitihada zake ambazo kama taarifa ingefanywa kwa usahihi juu ya madhara ya Uchizi Vunga, basi pengine mchezaji mmoja wapo pale kati Yanga, wakati Uchizi Vunga akitengeneza safari ya kwenda kupika bao liloidhuru Yanga, angekuwa shafanywa faulo hata ya kimbinu, ikiwa mkuvutwa jezi, kuvutwa miguu, alimradi tu kupata kadi ya njano, lakini ili Yanga wachezaji wengine warudi katika shepu yao ya kiulinzi na kuifanya isalimiki. Je, nani atakuwa kocha mpya wa Yanga?
na ni kwa kiasi gani atafanyia kazi yote haya akishirikiana na benchi lake la ufundi ambalo tayari linao wataalamu akiwemo Patrick Mabedi. Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sports Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.